تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما دائما أبدا متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن للمتقين مفازا. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بتقواه فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جعلني الله وإياكم من الفائزين. Baada ya kumsifu na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kuna anastahili kusifiwa kwa sifa njema zote isiyokuwa na mapungufu zaidi yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala khalaqana wa khalaqa ad-dunya wa ja'ala fiha umurun yajri bi zamaniha wa awqatiha. Mwenyezi Mungu akajalia kutuumba sisi katika nyakati zetu na akatuumbia hii dunia akatuweka ndani yake, na mambo yanapita kitarehe kwa zama zake na nyakati zake. Tukiwa tuko katika hizi zama za mwezi huu wa Muharram, ambao mwezi huu ndio mwezi wa kwanza kitarehe ya Waislamu, Muharram katika kalenda ya Waislamu. Mwezi huu ni mwezi mtakatifu, min ashhuril hurum, na katika kuwa mwezi huu ni mtakatifu kuna matukio mingi ya kitarehe Waislamu wayafahamu, na mengi yaliyohusu mabwana wakubwa mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi huu wa Muharram, hususan al-ashr al-awakhir, hili 10 la kwanza la mwezi huu wa Muharram. Ni matukio mingi sana yaliyotokezea kwa mabwana wakubwa mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa matukio ni najat Nuhu alayhi salam, wastaqarrat safinatuhu ala al-judi, kuokoka kwa Nabii Allah Nuhu alayhi salam na kutulia lile jahazi katika jabali, ilikuwa ni katika masiku haya, masiku 10 ya kwanza katika mwezi wa Muharram.
Mwenyezi Mungu alipotoa amri kuangamiza kaumu Nuh walipata tabu kuwalingania watu wake, lakini wakawa hawamtii, wakakataa kufuata da'wa ya la ilaha illa Allah, Nuhun Rasulullah, wakakataa kuifuata da'wa ya Nabii Allah Nuh alayhi salam. Ukitaka kuisoma tarehe ya Nabii Allah Nuh, nenda katika sura katika Qur'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka sura yenyewe ameita suratu Nuh, inna arsalna Nuhan ila qaumihi an andhir qaum. Imeelezwa tarehe ya watu wake walivyokuwa wabishi, washindani, wajeuri, hawataki kumsikiza Nuh alayhi salam, mpaka Nuh akaenda kuwalingania, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastakshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Hali gani hii? Nuh akaenda kiwalingania, wakijitia amula, vidole vao wakitia kwenye masikio, hatutaki kukusikiza, nenda. Wastakshaw thiyabahum, wakichukua manguo wakijifunika, hawataki kumsikiza Nuh. Nuh akamshtakia Mwenyezi Mungu, qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa naharan falam yazidhum du'ai illa firara. Wakawa hataki kumsikiza, wamkimbia. Sasa Mwenyezi Mungu akatoa amri watu wa Nuh wagharikike. Qala rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Mwenyezi Mungu akatoa amri wagharikike watu wa Nuh. Mwenyezi Mungu akateremsha at-tufan, zimba la maji. Waqila ya ardi ibla'i ma'aki wa ya samai aqli'i wa ghidha al-ma' wa qudhiya al-amr wastawat 'ala al-judi. Katoka amri kwa Mwenyezi Mungu, ardhi itumbuke maji na mbingu itoe maji, basi kujae furiko. Wakati Nuh ametengeneza jahazi kama lile, ukaangamia gharqa hii katika tarehe. Soma vitabu vilivyokuwa na ithbati katika tarehe, Ibn al-Athir, al-Bidaya wa Nihaya. Hata katika baadhi ya tafasiri za ulama wanasema kwamba gharqa hii haikuwa ni maeneo alokuwa Nuh peke yake, bali ilikuwa ni gharqa iliyochanganya ardhi yote ya ulimwengu mzima, mpaka huko kwetu gharqa hii, zimba hili lilipita. Na ndipo Nuh akawa ameambiwa achukue kila hayawani mmoja mmoja, mbeu moja moja, mume na mke, amtie katika jahazi kama lile, kwa sababu kila kilichokuwa kile gharikika wakati kama ule. Haya yote ulamau wanatueleza kwamba yalitokezea katika masiku 10 haya ya mfungo 4 mwezi wa Muharram. Najatu Yunus alayhi salam, kuokoka Nabii Allah Yunus alayhi salam kutoka katika tumbo la tewa na kupata tauba, kusamehewa Nabii Allah Yunus alayhi salam, ilikuwa ni katika masiku haya 10 katika mwezi wa Muharram. Kuokolewa Nabii Allah Ibrahim alayhi salam na moto wa Namrud. Namrud alipomtupikiza Nabii Allah Ibrahim katika moto ili ammalize, Mwenyezi Mungu akauambia moto ule, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Matukio haya yalikuwa katika hizi siku 10 za mfungo 4 mwezi wa Muharram. Ulama tarikh wanatuambia najat Musa alayhi salam, kuokoka Nabii Allah Musa alayhi salam na jeshi lilokuwa la muandama nyuma la Firaun na kutaka kummaliza yeye Musa na kila alikuwa amemfuata Musa. Musa alikimbia na watu wake Bani Israili, kukimbia jeshi la Firaun, wakakimbia mpaka wakafika katika mahali sasa hakuna tena makimbizi,
wamefika katika mto wa River Nile, ni bahari imewaziwia. Sasa watu wa Nabii Allah Musa wakabaika, falamma taraatil jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun, jeshi vumbi lile laja. Mwenyezi Mungu atusumulia kwamba yalipokabiliana jamaa mbili, kwamba wale washawaona waja watu wa Musa wamefika katika ukingo wa bahari, hawawezi kuingia baharini, watoto, wanawake, watu wazima, itakuwaje? Hakuna usafiri wa kuwavusha. Basi wakawa wanababaika. Mwenyezi Mungu asema falamma taraatil jama'an qala ashabu Musa, wale watu wa Musa walipowaona jeshi la Firauna lile la karibia, walimkabili Musa kwamba inna lamudrakun, sisi hapa tutapatwa, tutafikiwa. Sasa hakuna tena choice, sote ni kuchinjwa kama kilivyochinjwa kizazi cha watoto wetu wakiwa wadogo. Firauna alikuwa ni mutakabbir na machafu akiyafanya haya, wakawa wanajua ile hasira ya Firauna iliyoko. Musa akawaambia musibabaike, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, tulieni, mimi niko na Mola wangu ataniongoza. Pale pale Jibril akamwambia Musa, fa auhaina ila Musa anidrib bi'asaka al-bahr famfalaqa fakana kullu firqin qattawdil adhim. Akalitoa wahi Musa, akaambiwa piga fimbo yako katika bahari. Musa akapiga fimbo katika bahari, famfalaqa, ikapasuka bahari. Fakana kullu firqin, ikawa kila lile mpasuko upande huu na upande huu, katawdil adhim. Mwenyezi Mungu asema ikawa ni kama jabali kubwa, yani bahari ilikuwa na kina, ikawa akiangalia juu wanaona ni mita za kuhesabu, wao watembea chini, vumbi latoka. Musa akamwambia haya, tuingieni. Wakavuka. Firaun alipofika pale, kwa kuwa Mwenyezi Mungu ataka kumwangamiza, ndio wakati wake umefika, akiangalia huko akaona una habari, haya si mambo ya dhihaka kweli. Akakataa Firaun kuingia, na yeye alikuwa amepanda farasi dume. Firaun amziwia kamba farasi wake asiingie. Mwenyezi Mungu akamteremsha malaika Jibrili kwa farasi wa kike. Ulama tafasiri na tarehe wanatuambia kwamba farasi dume akimuona farasi mke huko mbele yake, basi akawa hakuna tena namna ya kusikia, asijike ameingia. Na yeye Firaun namna anavyomziwia farasi wake, aona farasi wake amshinda nguvu, kumbe ameona jike. Akaingia Firaun. Akiingia Firaun na jeshi lote likamwandama. Mwenyezi Mungu atuhadithia, asema wajawazna ala bani Israila al-bahr, tukawapitisha bani Israili wakapita. Faatba'ahum Fir'auna wa junudu, Fir'auna akawaandama. Baada wao wameingia wamaliza kutoka, Firauna naye amefika huku. Faatba'ahum Firauna akaandama naye akaingia. Mwenyezi Mungu asema faaghraqna, tukamwangamiza Firauna, akaangamia. Kwa tarehe maarufu ya kuangamizwa Firaun, haya yote yalitokezea katika hizi siku 10 ambao ni leo siku ya 10, siku ya Ashura. Katika matukio yalitokezea wakati wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mwezi huu wa Muharram ni hisar shi'bi Abi Talib. Ni Waislamu waliokuwa wachache katika mji wa Maka mwanzo wa Uislamu, mwaka wa 4 na mwaka wa 5 wa da'wa ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika mji wa Maka wakafanyiwa hisar. Hisar ni kuwekewa kafu. Kila ambaye amemfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakawekewa kafu, kwamba wasipite maeneo fulani, wakae sehemu fulani, wasiuziwe, wasiozeshwe,
wasipelekewe chakula, wasipelekewe maji, wasisaidiwe na hali yoyote, wala wasinunue wala hatununui kwao, wakafungiwa. Hisar ilifanyika katika mwezi huu wa Muharram. Baadhi ya masahaba mwanzo wa Uislamu wakafa kwa njaa, wakawa wanakosa chakula. Khadija radhiyallahu anha akamaliza mali yake. Abu Talib radhiyallahu anha akachinja ngamia wake akawamaliza kuwalisha watu waliokuwa katika hisar. Kukaisha kila kitu, ikawa sasa hakuna tena kitu. Ni kufanyaje? Ni kula nyasi zilizoko na majani ya miti yaliyoko katika sehemu kama ile. Haya yote yalifanyika katika mwezi huu wa Muharram. Muislamu, matukio ni makubwa sana katika mwezi wa Muharram, na miongoni mwa tukio kubwa katika umma huu wetu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni maqtalul Husayn, ni kuuliwa hafidhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mjukuu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ibn Fatima bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kuuliwa Husayn mtoto wa Fatima. Fatima ni binti wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtoto huyu alizaliwa baada ya hijra Mtume kuingia Madina katika mwaka wa 4, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akifariki alimwata Husayn ma baina 6 wa 7. Husayn ni kijana wa miaka 6 au miaka 7. Mtume aliishi na wajukuu zake kwa kuwapenda sana. Hadithi ndefu ya Husayn alipozaliwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipata habari kwamba ulida mauludun fi baiti, kwamba binti yake amezaa. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akenda kwa furaha kutaka kumuona mjukuu wake, huko akuuliza, hata haulizi aina hafidhi. Hadithi katika lafzi hadithi imekuja aina ibni, uko wapi mwanangu? Akatolewa mtoto kupewa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipompokea akamuuliza Saidina Ali na Fatima, ma sammaitumuhu, mmeitaje mwanangu? Ali akamwambia, sammaituhu Harban, huyu mtoto amezaliwa mimi nishampa jina, nimemuita Harban, vita. Neno harb Kiarabu ni vita. Sammaituhu Harban, nimemuita vita. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, fasammihi Husayn, basi usimuite Harban, muite nani? Husayn. Ili jina lilitoa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama alivyolitoa jina la Hasan na la Husaini pia lilitoa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watoto wa Fatima wa kiume watatu, Hasan na Husain na Muhsin au Muhassin kama zilivyokuja katika riwaya, wote waliitwa majina yao na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia Ali, muite Husain, kisha Mtume akamwadhinia na akamfanyia iqama katika shikio lake. Mtume alikuwa katika wajukuu zake hawa alikuwa akiwapenda mno, kiasi ambacho Mtume alikuwa akiingia katika sala yusalli bin nas, akiwasalisha watu, na Hasan na Husaini wako katika miaka mitatu miaka miwili wakimparaga na Mtume yuwasalisha watu, wakimrukia katika mabega yake, wakimkalia katika kichwa chake. Safari hiyo sita ikawa ndefu. Masahaba wakamuuliza, ya Rasulullah, mbona sita hii imekuwa ndefu sana? Akamwambia, ndiyo, ilikuwa huyu mjukuu wangu amenikalia, nilikuwa nikimbembeleza aondoke kwa utaratibu, ndio sita hii ya leo ikawa ndefu.
alikuwa akiswali katika aljulusu baina sijdatayn, bwana mtume sallam akiwaeka wote katika miguu yake, akiketi katika julusu baina sijdatayn, huyu akimweka upande wa kulia na huyu akimweka upande wa kushoto. Kisha kwa hadithi sahihi bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema inna hadhani hawa watoto wawili, inna binti, ni watoto wawili wa binti yangu, Allahumma inni uhibbuhuma, Mola mimi hawa watoto nawapenda, ya Allah fa ahibbahuma, Mwenyezi Mungu na wewe wapende. Sallu ala nabi. Mtume sallallahu alayhi wasallam amuomba Mwenyezi Mungu awapende wajukuu zake na ni wadogo, yuko ndani ya qibla baada ya sala. Hussein ni muhibbi rasulillah, ni mpenzi akipendwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika mubahala, wakati mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya mubahala na Mayahudi, mubahala ni kujabiza, iko katika dini ya Kiyahudi kwamba ikiwa wewe unashindana na mwenzako, ni nani aliyeko katika haki, nani ambao yuko sawa kwa mambo ya kimwenyezi Mungu, basi utachukua familia yako, mkeo na watoto wako na wajukuu zako, utakaa nao katika sehemu, na ule mwenzake naye atachukua mkeo na watoto wake na wajukuu zake na watu wake, atakaa nao katika sehemu. Kisha atasema maneno haya, ya Rabbi, ikiwa mimi niko katika batil basi niangamize, na ikiwa niko katika haki, ya Rabbi, dhihirisha haki hii. Si mchezo. Haya yalikuwa yakifanyika na watu wakiangamia kweli, kama vile alivyotokezea wakati wa Habil na Qabil. Yule akapeleka chakula na yule akapeleka makulima na yule akapeleka mnyama. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Mtume wakati ameenda katika mubahala, hawa wajukuu zake walikuwa wadogo, aliwachukua na wao wakaingia nao katika mubahala. Kisha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, ahibbu ahla baiti, wapendeni watu wa nyumba yangu, lihubbi, kwa kunipenda mimi. Hadithi rawahu al-Imam Tirmidhi. Tuwapende watu wa nyumba yake kwa kumpenda yeye bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahabbatu ahli baiti rasulillah fardun ala almuslim. Katika madhhabi ya ahli sunna wal jamaa, kuwapenda ahli baiti rasulillah ni faradhi, si sunna. Lazima tuwapende, wa tawqirihim, na kuwatukuza, wa ta'dhim, na kuwatukuza na kuwaheshimu na kuwatendea wema ahli baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asema Mwenyezi Mungu, qul la as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba. Maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, sema ewe Mtume Muhammad, kuambia la as'alukum illa almawaddata fil qurba, sitaki munilipe isipokuwa nataka muwapende akraba zangu. Na sisi ahlu sunna wal jamaa, isidhihirike kwamba sisi hatumpendi Hussein ama hatuko na Hussein, la. Na kitendo kilichofanyika cha kuuliwa Hussein, kila mmoja amekikashifu kwa namna kilivyofanyika. Kutila dhulman, Hussein aliuliwa dhulma, kifo cha kusikitisha, kifo cha kunyanyasishwa na kiu na ndaa, kifo cha kukosa kila sababu ya kwamba kwa nini auliwe. Jamani, ni tarehe ndefu, inahitaji mihadhara mitatu minne kueleza Hussein mpaka maktali yake. Hii mimbara ya dakika 15-20 haitoshi ili uelewe kweli Hussein aliuliwa vipi, na wale msaliti ni nani, na wale muua ni kina nani. Bal al-ulama wanasema hao wanaojipiga vifua, wanaojikata miili yao, ndio walomsaliti mjukuu wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wao ndio walomsaliti mjukuu wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarehe ni ndefu na makamu haya ni mafupi. Fitna hii ya kuuliwa Saidina Hussein ilianzia baada
ya kuuliwa Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Baada ya kuuliwa Sayyidina Uthman bin Affan, ikawa hakuna matatizo isipokuwa khalifa ni Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali alipokuwa amebaiwa na watu wote kwamba yeye ni khalifa, isipokuwa sehemu ya Sham, Syria, kwa sababu Sayyidina Uthman kule Syria alikuwa amemweka wali, gavana wa kule alikuwa ni Muawiya bin Abi Sufyan, na Muawiya bin Abi Sufyan wote ni nasaba moja ya Mabani Umayya. Muawiya bin Abi Sufyan akadai kwamba itakuwa vipi Ali awe ni khalifa na hajaitisha kulipiza kisasi cha kuuliwa Sayyidina Uthman bin Affan. Na Ali alikuwa anafuata mambo kwa utaratibu ili afikie katika kutuliza ile joto lililoko la watu kufanya thaura, kisha ndio afuatilizie namna gani atawalipizia kisasi Sayyidina Uthman bin Affan, kwa sababu wale huwa wajulikana. Lakini Muawiya akafanya haraka, akasema haiwezekani, sisi lazima tulipize kisasi. Sayyidina Ali akamwambia ngoja kwanza, tutayafanya. Akamwambia haiwezekani. Muawiya ni wali Sham ndio ilikuwa tayari imekuwa na jeshi, masahaba wengi walikuwa upande wao. Muawiya akatoka na jeshi kuja kutaka kulipiza, ndio zikazuka vita Waqa'atul Jamal, Waqa'atus Siffin, An-Nahar, zikazuka vita mbalimbali baina ya Ali na Muawiya, na masahaba wengi walikufa katika vita kama hivi, baina ya Waislamu kwa Waislamu, baina ya Ali, Sayyidina Ali bin Abi Talib na Muawiya. Sasa Sayyidina Ali akashika katika sehemu za Iraq, Basra na Kufa. Maeneo haya Sayyidina Ali ndio ikawa ngome yake. Kukatokezea matokeo mpaka Sayyidina Ali akauliwa. Sayyidina Ali alipouliwa na ngome yake ilikuwa ni Kufa, ikawa hakuna budi mwenye kushika khilafa ile kuendeleza ile ni mtoto wake anaitwa Hussein. Sayyidina Hussein akasimama kushika bendera aliyokuwa ameishika babake. Kwa mapambano baina yeye na Muawiya, Sayyidina Hussein akakanaza, kakaliwa kwenye meza, ukafanya mazungumzo. Sayyidina Hussein akaona Waislamu wengi wamekufa, wata hizi vita visimame, babangu washakufa na mimi sitaki kuendeleza mauaji baina ya Waislamu na nani na Waislamu, kwa sababu alikuwa yeye jeshi lake lipigane na Muawiya bin Abi Sufyan. Wakakaa wakafanya sulhu kwa masharti mengi, lakini maarufu ni masharti matano. Hata mwaka huo kwa Uislamu ukaitwa Amul Jamaa, mwaka wa Waislamu wote kuja pamoja katika sulhu. Miongoni mwa sulhu ni kwamba walikubaliana kwamba Muawiya awe ndio khalifa wa Waislamu. Hussein akakubali, sawa. La pili, ikawekwa sharti, Hussein akaweka Hasan ndugu yake Hussein, mkubwa wa Hussein. Hasan akaweka sharti, akamwambia ni lazima uhukumu kwa njia tatu, kupitia qala Allah ta'ala, Qur'an na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na waliohukumu makhulafa watatu waliopita, Sayyidina Abu Bakar na Sayyidina Umar na Sayyidina Uthman bin Affan. Uhukumu kwa wale waliokuwa wakihukumu haya, uyafuate haya, hilo likakubalika. Sharti la tatu akamwambia, wakati utakapofariki, siku utakaofariki, usichegue mtu yoyote kusema huyu ndio atakuwa khalifa baada yako wewe, isipokuwa kukae majlisu shura ya watu 10 waseme tumemchagua fulani ndio khalifa. Likakubalika. Sharti la 4 wakasema kwamba yote yaliyofanyika wakati wa ikhtilafu baina ya Sayyidina Ali na Muawiya na waliofanya yaliyofanyika yote yasamehewe. Wakakubaliana. Sharti
La mwisho ilikuwa ni haqnu dima, kuhifadhi damu za Waislamu. Usitongezee vita vyovyote baina ya Waislamu na nani na Waislamu. Ukakaliwa takriban miaka 20 Waislamu, hakuna vita baina ya Waislamu na Waislamu. Sasa watu wa Kufa waliokuwa wakiongozwa na Sayyidina Ali wakakereka kwamba kwa nini huyu Hussein afanye sulhu, na sisi tulikuwa tumemfuata babake na tumemkubali yeye. Wakamkera Hussein, akatoka Kufa akahama kule katika ardhi ya Iraq, akaenda zake Makka. Baada barua zikawa zamfuata kule Makka. Hussein akiona wale watu wa Kufa, tabia zao na ujasiri wao na unafiki namna ulivyo Kufa, Hussein akajua hawa si watu wazuri. Akasema maneno mengi ni watu wa Kufa. Sayyidina Hussein, Sayyidina al-Hasan, sio Hussein, nachanganya baina Hussein na Sayyidina al-Hasan, ndugu yake Hussein. Akawa husema hawa watu wa Kufa ni watu la yarjiuna anil haq, hawarudi katika mambo ya haki, hawataki haki. Mimi nimefanya sulhu, damu zimehifadhika, hii ni haki, hawataki. Wala hawataki hawapunguzi albatil walionao, ubatili walionao hawapunguzi. Mbona watu kama hawa siwaelewi? Aliposema maneno kama haya akisikiwa Sayyidina Hussein, Sayyidina al-Hasan akasema inni la akhsha, mimi siogopi. Mimi hawa watu wa Kufa ambao wanataka kuniunga siwaogopi, lakini akhsha ala dhalika, mimi namuogopea yule ndugu yangu ambaye ni Hussein. Ikafika wakati Sayyidina al-Hasan akafa kabla ya kufa Muawiya, ndugu yake Hussein. Al-Hasan mkubwa wa Hussein akafariki, kukakaliwa miaka 20 hakuna vita. Baada ya mwisho wa ahadi ya Muawiya, ameona sasa mimi nishakuwa mtu mzima, naondoka. Akatangaza kwamba khilafa, yeye akifa atakuwa khalifa wa Waislamu ni nani? Ni Yazid ibn Muawiya, mwanawe akakhalifu, wala hatufichi. Haya yalimtokezea, na Muawiya si mtu mdogo katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa yeye katibul wahi. Muawiya babake ni Abi Sufyan, akabadilisha zile memorandum walizokubaliana na Hasan ndugu yake Hussein. Kabla hajafa akamtangaza mtoto wake Yazidi kwamba yeye ndio khalifa. Akatuma barua kwa Marwan ibn al-Hakam aliyoko Madina, amuite Hussein, amuite Abi Huraira, amuite Abdullah ibn Zubair, awaite Jabir bin Abdullah. Wale masahaba wakubwa walioko Maka na Madina wakakusanywa, na Marwan ibn al-Hakam akawaambia tayari Muawiya ametangaza kwamba mtoto wake Yazidi ndiye khalifa. Haya, na nyinyi mkubalini Yazidi. Maswahaba wakubwa wengi walikataa, kwa sababu Muawiya ametoka katika ahadi waliopeana na ndugu yake Hussein, ahadi waliopeana na Hasan. Fitna ikaanzia hapo. Sasa haikuchukua siku Muawiya akafariki. Muawiya alipofariki, huyu ashatangazwa kwamba ndiye khalifa. Watu wa Kufa kule wakipata habari wakatuma barua sasa kwa Hussein, Hasan ashafariki, ndo tutakuhama, ndo tutakunusuru. Ulama wanasema maelfu ya barua, si barua tano wala mbili. Kila mtu waandika kwamba sisi tulikuwa na babako na tulikuwa na Hasan, huyu amevunja mikataba, njoo, sisi tuko na jeshi, tuko na nguvu. Barua zimezidi mpaka mwisho Sayyidina al-Hussein akaona hapa sasa, akamtuma ndugu yake ibn ammi yake aitwa Muslim ibn Aqil. Muslim ibn Aqil akaenda kule kutaka kuhakikisha hizi barua alizotoa Hussein ni kweli. Ndugu wa Islam, Hussein aliuliwa. Mimbari hii haitutoshi kwa wakati mdogo kueleza Sayyidina al-Hussein aliuliwa vipi. Insha Allah taala khutba itakayokuja tutakuja tumuone Sayyidina al-Hussein amekubali matakwa ya watu wa Kufa, atoke Makka, yeye alikuwa Makka, aende Iraq akutane na watu wa Kufa,
ili asimame kama khalifa, ili kutekeleza mkataba uliokuwa umewekwa na ndugu yake Hassan pamoja na nani, na Muawiya. Tutakuja inshallah tuendeleze tufikie mpaka kuuliwa kwa Saidina Hussein, kisha tujiambie sisi Waislamu kama Ahlus Sunna wal Jamaa, Husaini je, ni wa watu fulani katika madhhabi fulani peke yao, au Husaini ni wetu sisi pia? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.